Karibu kwenye habari za ulimwengu. Serikali ya Korea Kaskazini imeendelea kuvuta hisia za dunia baada ya kufunguliwa kwa kongamano kuu la chama tawala, tukio linalotumika kama jukwaa muhimu la kueleza sera za kisiasa, kiuchumi na kiusalama za taifa hilo. Kongamano hilo limeongozwa na kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong-un, ambaye katika hotuba yake amesisitiza kile alichokitaja kuwa mafanikio ya kiuchumi na ongezeko la uwezo wa kijeshi wa Korea Kaskazini licha ya vikwazo vya kimataifa. Katika ujumbe wake, Kim Jong-un ameweka wazi kuwa taifa lake litaendelea kuimarisha ulinzi wake wa kitaifa, akieleza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda uhuru na mamlaka ya nchi dhidi ya kile alichokitaja kama vitisho kutoka kwa mataifa ya Magharibi. Kauli hizo zimetafsiriwa na wachambuzi wa masuala ya kimataifa kama ujumbe wa wazi kwenda Marekani, Japani na Korea Kusini, ambazo zimekuwa zikishirikiana kwa karibu katika masuala ya usalama wa eneo la Asia Pacific. Mbali na masuala ya kijeshi, kiongozi huyo ameonyesha dhamira ya kuimarisha uhusiano wa kimkakati na mataifa rafiki, hususani China na Russia, hatua inayoongeza wasiwasi kuhusu kuibuka kwa kambi mpya ya kisiasa na ya kijeshi duniani. Ushirikiano huo umeelezwa kujikita katika kubadilishana uzoefu wa kiusalama, teknolojia na msaada wa kisiasa, hali inayoweza kuipa Korea Kaskazini nguvu zaidi katika kukabiliana na shinikizo la vikwazo vya kimataifa. Wataalamu wa usalama wa kimataifa wanaonya kuwa kauli zinazotolewa katika kongamano hilo zinaashiria uwezekano wa kuendelea kwa majaribio ya silaha ikiwemo makombora, hatua ambayo mara kwa mara imekuwa ikichochea mvutano katika rasi ya Korea. Hali hiyo inaifanya Asia Pacific kuendelea kuwa moja ya maeneo yenye hatari kubwa ya mvutano wa kijeshi, hasa ikizingatiwa historia ya kimgogoro kati ya Korea Kaskazini na majirani zake, pamoja na uwepo wa vikosi vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo. Jumuiya ya kimataifa kupitia mashirika mbalimbali imeendelea kutoa wito kwa Pyongyang kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia, ikisisitiza umuhimu wa maelewano katika kudumisha amani na usalama wa kikanda. Hata hivyo, msimamo wa Korea Kaskazini umeendelea kuwa mgumu, huku ikiendelea kusisitiza kuwa haitasita kuchukua hatua za kijeshi endapo itahisi usalama wake unatishiwa, kauli inayozidisha wasiwasi wa kimataifa. Wachambuzi wanasema kongamano hili si tukio la kawaida la kisiasa, bali ni sehemu ya mkakati mpana wa kuonyesha uwezo, kuimarisha mshikamano wa ndani na kutuma ujumbe mzito kwa mataifa ya upinzani. Kwa ujumla, hatua na kauli kutoka Korea Kaskazini zinaendelea kulifanya eneo la Asia Pacific kuwa chini ya uangalizi mkali wa dunia, huku hofu ikiongezeka kuhusu mustakabali wa amani na utulivu wa muda mrefu katika eneo hilo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.